ya msalaba, ni mnyonge na mpofu, yapitayo nacha, niponye msalabani, naende ya msalaba, ni mnyonge na mpofu, yapitayo kutumaini tu, ewe Bwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye mponya wangu, nakulilia sana, nalemewa na dhambi, pole nitazifuta zote na kutumaini tu, ewe Bwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye mponya wangu, natoa vyote kwako, nafasi na nguvu, roho yangu na mwili viwe vyako milele, na kutumaini tu, ewe Bwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye nimegeuka roho, nikasiacha tamaa, nimfuate Yesu na kutumaini tu, ewe Mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue fursa hii kuwakaribisha watumishi wa Mungu katika ibada yetu ya revival ya siku ya 3 katika mlima wa Bwana. Tumekuwepo hapa tangu siku ya Jumatatu, jana vile pia siku ya Jumanne tulikuwepo hapa. Tulishuhudia wingi wa watu jana, na leo pia tuko hapa mpaka siku ya Ijumaa. Na tunashukuru Mungu sana kwa wewe ambayo umefika siku ya leo, na wewe ambaye tumekuwepo nawe tangu tulipoanza, nawe pia mtumishi wa Bwana ambaye unafuatilia ujumbe huu popote pale ulipo. Basi naomba tu moja kwa moja, pasipo kupoteza nafasi na masaa, ninataka tuende katika neno la Mungu na tutabarikiwa na Bwana. Basi tangu siku ya Jumatatu, wale watumishi wa Bwana ambayo mmekuwepo pamoja nasi, tulikuwa tukizungumza habari za revival. Tumekuwa tukizungumza habari ya revival, na theme yetu ya siku ya 3 hizi ni kitu kinaitwa revival. Ninaomba basi tupelekwe katika kitabu kile ambayo tumekuwa tulitoa theme ya mkutano yetu, ambayo ni kitabu cha Zaburi mlango wake wa 85 na mstari wake ule wa 6. Hapo ndipo tulikuwa, na hilo ndilo somo ambalo tunaliendesha wiki nzima hapa, na tutakuwa tukibarikiwa na Bwana. Nashukuru pia kwamba ujumbe huu pia unafikia watu wengi. Tunapoangalia kwamba kuna watu wengi pia walio mbali, na kwa sababu ya njia ya mtandao wanaendelea kufuatilia ibada hii, na wao pia wanabarikiwa kwa neno hilo. Basi kitabu cha Zaburi mlango wake wa 85 na mstari wake wa 6. Hutaki kurudi na kutuhuisha? Je, hutaki kurudi na kutuhuisha?
watu wako wakufurahie. In English, will you not receive us again? Will you not revive us again? That your people may rejoice in you. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Basi tulisoma kitabu hicho na tukasema kwamba kitabu hiki ambayo ni Zaburi ya 85 kuanzia mstari wake wa kwanza na kuteremka mpaka mstari wa 6 ambalo ndilo tulichukua ujumbe wetu. Basi kitabu hicho tulisema jana kwamba iliandikwa na the sons of Korah, who are Levites, ambayo walikuwa wanafanya kazi katika hekalu na wakawa wanalilia habari ya revival. Kwa sababu nilisema jana kwamba hawa watu walikuwa katika nyumba ya Mungu, wamekaa pale, waliwaiona wakati uwepo wa Mungu ulikuwa katika ile nyumba, wakaona wakati ambayo nguvu za Mungu zilikuwa zinatembea katika ile nyumba. Lakini basi ikafika kipindi ambayo revival ikawa imeshuka na ile ukuu wa Mungu ukawa haupo tena katika ile hekalu. Kwa hivyo sons of Korah ama wana wa Korah ambayo pia walikuwa ni Levite ambaye ni makuhani ambao walikuwa na hudumu pale, wakawa wanamulilia Mungu, wanamwambia Lord, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? And I said kwamba hakuna kitu kizuri kama revival. Maana revival wakati inaondoka, roho za watu wanakauka, watu wanaishiwa nguvu, watu wanaishiwa ile kiu ya Mungu, watu wanaishiwa ile tamaa ya ibada, watu wanaondokewa na hamu ya maandiko, watu wanaondokewa na hamu ya kutumikia Mungu. Maana jana tulisema ya kwamba revival ni nguvu za Mungu. We say that revival is a special move of God that dwell amongst believers, that to awaken them and renew them and restore them back to deeper revelation with God, deeper relationship with God. Kwa hivyo tukajua kwamba huu ni muondoko, ni nguvu za Mungu. Revival ni nguvu za Mungu zinazoishi ndani ya watu. Basi tukaeleza dalili za revival. Utajuaje kwamba revival iko ndani ya huyu mtu ama iko ndani ya hili kanisa? Na jana tukaangalia mambo haya. Tukasema ya kwamba dalili ya kwanza, watu wanaanza kutubia dhambi zao. Revival inapokuja, watu wanaanza kutubu. Kitu kinaitwa sincere repentance. Unaona kabisa ya kwamba watu wanarepent kwa ukweli, wanatubia, wanajutia makosa yao, maana revival imeingia. Tukasema jambo la pili ya kwamba watu wanaanza kuwa na tamaa ya neno la Mungu, hanga ya neno la Mungu, kiu ya neno inaongezeka. Na jambo la tatu tukasema watu wanaanza kuwa na roho ya maombi, kitu kinaitwa passionate prayer. Watu wanaanza kuwa na mzigo wa maombi, maana revival imekuja. Jambo la 4 jana tulisema, na watu wanaanza kutamani kuishi maisha ya utaua na maisha ya utakatifu. Wakati revival imeingia, watu wanaishi maisha ya utaua na maisha ya utakatifu. Na jambo la 5 tukasema ya kwamba kunakuwa na upendo. Kanisa linaanza kuwa na upendo, watu wanaanza kupenda reconciliation, watu wanakuwa na ile roho ya msamaha, watu wanapendana wao kwa wao, maana revival imeingia ndani yao. Sitaki turudi pale kwa sababu tulisema mambo haya. Labda basi leo kwa wale ambayo watakuwepo leo, nilisema ya kwamba the whole of this week I will be dealing with this one topic, revival. Tulianza na revival, tukaangalia what are the signs of revival, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba revival imeingia. Sasa leo tunazungumza kitu kinaitwa types of revival, aina za revival. Leo nitaanzia hapo, aina za revival. Baada ya kuangalia hayo mambo, labda wewe ambaye hukuwa unaweza fuatilia ujumbe huu katika mitandao zetu za kijamii, na utapata ule ujumbe na utaweza kushikanisha ya kwamba tulianza wapi na tunaelekea wapi. Basi tunaangalia types of revival, aina za revival. Kuna kitu kinaitwa personal revival. Sema personal revival. Sema revival ya mtu binafsi. Hallelujah. Unajua katika somo hili tutafundisha mambo mengi. Tunaomba ya kwamba tu Mungu akujalie neema. Na najua wale ambao wamekuwa hapa wamesaidika sana kwa wingi. Personal revival, ya kwamba huu ni revival, uamsho wa mtu binafsi. Kwamba inawezekana pia mtu mmoja
akapokea revival peke yake. And I will show you people in this Bible. Nitaonyesha watu katika maandiko haya ambayo revival iliingia ndani yao. Ilipoingia ndani yao, na wao pia wakaambukiza na wengine, wakafufua na wengine, kwa sababu ndani yao kumekuwepo na revival. Sema amen. And one man ambayo aliomba siku moja na Mungu akaachilia revival tena ndani yake ni mtu anaitwa Daudi. Sema Daudi. Amen. Kitabu cha Saburi, naomba tusome hiyo. Kitabu cha Saburi, mlango wake wa 51, na tutasoma ule mstari wake wa 10. Alafu baadaye nitafundisha kidogo kwa nini Daudi ilifika mahali anaomba Mungu revival. Wapendwa, neno hili sisifundishi tu neno nyepesi vile unavyofikiria, kwamba kwa kweli sasa niwaambie kabisa kwa hakika ya kwamba nyakati tupo, kanisa inataka revival. Inataka revival. Na labda niseme hivi, kuna wazee wetu hapa na wamama ambayo waliwahi kaa kwa neema ya Mungu wamepewa neema ya kuwa kanisani kwa miaka mingi. Na wacha nikwambie, watakaposhuhudia watu hawa watawaambia ya kwamba kuna vipindi za miaka zilizopita kulikuwa na revival across this Masailand. Kulikuwa na revival sio ya kawaida. Kulikuwa na ile kiu ya Mungu. Ilikuwa vyombo ikipigwa watu wanachomoka, hata hakukuwa na vyombo watu wanaondoka, watu hawana haja na chakula, walikuwa na haja na Mungu. Watu wanatoka hapa miguu wanaenda mbali injili. That particular time ni kwamba kulikuwa na revival. So what happened now? Ni nini sasa inafanyika? Kwamba kumetokea utulivu wa namna hii, kwamba sasa watu hawana tena mzigo. Hakukuwa na usafiri wa magari, lakini watu walikuwa wanaenda mbali kuhubiri. Watu walikuwa wanaenda mikesha mbali. Watu walikuwa wanaenda milima kwa miguu. Sasa leo kuna magari, watu hawaendi. Leo kuna nini? Leo hii makanisa imekuwa karibu, lakini watu hawaendi. Ni nini hicho? Ni kitu kinaitwa revival imeondoka. Amen. So tunaposema kwamba tunaomba Mungu alete revival, hatusemi tu kwa neno nyepesi. Indeed we need revival. Kabisa, kwa kweli ya ukweli wa mambo tunahitaji revival. Maana kulingana na mtazamo wa mambo, sio hivi ndivyo ilivyokuwa. Na ndivyo maana wana wa Kora, kumbuka kwamba waliishi kipindi ambayo waliona revival. Sasa ikafika mahali revival ikapungua. Wanamlilia Mungu maana waliwahi shuhudia, waliwahi ona kile waliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee wetu, tasema tu mfano, bishop wetu Partey alienda kuhubiri nje. Kahubiri kwa kanisa moja ya Wasungu. Baada ya kuhubiri, mama mmoja mzee ambaye alikuwa ndani ya hilo kanisa, baada ya mtu wa Mungu kuhubiri, mama mmoja mzee msungu, baada ya mzee wetu kuhubiri na kumaliza, akaambia wengine, huyu mtu ako na ile kitu tulipoteza hapa. Maana ule mama alikuwa kwa hiyo kanisa. Kuna wakati alijua kabisa Mungu alikuwepo hapa, lakini ikaondoka. Generation nyingine ikaja, lakini kwa neema ya Mungu bado wako watu moja ambaye pia waliishi kipindi kile. Akawaambia, wanangu, huyu baba leo alipokuwa na ubiri, nikaona alikona kitu ambayo hii kitu akonayo iliwahi kuwa hapa, although leo haiko. Lakini hicho leo anachobeba, kuna wakati tulikuwa naye katika hili kanisa letu. The woman was talking about revival. Alikuwa anazungumza habari ya revival. Wale wamejaliwa na Bwana, wameishi kanisani, wamekaa miaka mingi katika nyumba ya Bwana, watakwambia kwamba haikuwa hivi. Hakukuwa na utani wa namna hii. Hakukuwa na uvivu wa namna hii. Lakini kuna kitu kimeondokea watu. Kilichoondoka ni ile roho ya revival. Ile uungu imeondoka. Ilipoondoka, watu wakawa kasho, wakawa kawaida kabisa. Maana kile cha Mungu, kile kitu cha Mungu kimeondoka.
Sasa ndio wana wa Kora inabidi wameishi kanisani na mpaka kipindi kile wako kanisani, ikabidi wamulilie Mungu, wakamwambia Lord, will you not revive us again? Je, Bwana hutatuamsha tena, hutatufufua tena, hutatuletea uamsho tena? Indeed there used to be a revival, kulikuweko na revival, lakini sasa imeondoka. Wanamuuliza Mungu wetu, tunakusihi, je, hautakuja tena kuturejeshea ile furaha ya wokovu wetu? Kwa hivyo nikasema kwamba inawezekana mtu huyu anaitwa Daudi. Nikuja hapa personal revival. Mtu huyu anaitwa Daudi. Daudi mnajua kwamba ni mtu ambaye alikuwa mchaji wa Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda Mungu sana. Alikuwa ni mtu ambaye moyoni mwake mpaka Mungu akasema Daudi ni mtu wa moyo wangu. He was a very dedicated man, a man who loved God, a man who is after God's heart. And the Lord said, David is a man after my own heart. This is a man who was so dedicated, so faithful to God. But let me tell you what happened. Kuna kitu Daudi alifanya, ile revival, ile uungu ikamuondokea. Kwa hiyo Daudi katika 51 mstari ule wa 10, tusome hapo. Create in me a clean heart. Create in me a great heart, Oh God, and renew a right spirit within me. Na Bwana uniumbie, akasema Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ufanye upya roho. And then I like that how vile Kiswahili inaweka. Mungu uniumbie moyo safi. Shem, can we give us that first? We want to see. Akasema Mungu uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho. Hebu angalia. Anasema uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. A spirit that became silent. Which spirit that became silent? The spirit of revival. Daudi anasema Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu iliyotulia ndani yangu. Mungu ni kweli kama Daudi, because David was a honest man. Kati ya watu ambao walikuwa honest, Daudi alikuwa mtu mkweli sana. Na kama Daudi anakosea, alikuwa anamwambia Mungu anakosea. Kwa hiyo Daudi anamwambia, Bwana sina kuomba, niumbie tena moyo safi. Alafu anasema na uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Bwana ufanye tena upya roho. Ninaomba Bwana atufanye upya roho kwa jina la Yesu. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu. Sema fanya upya tena roho iliyotulia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma kitabu kile cha Zaburi nafikiri 32, Psalms 32, I need 32. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalm 32 verse 3 and 4. Hebu soma hiyo kidogo ndio niunganisha yale maandiko uone kwa nini Daudi anaomba revive. Akasema niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Na jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kafu wakati wa kaskasi. Hebu endelea. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotofu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Hebu angalia. Kwa nini Daudi aliondokewa na revival? Daudi wakati huu ni wakati Daudi alisini na Bathsheba, yule mke wa Uria. Daudi alifanya mambo mawili, dhambi mbili pale. Daudi kwamba alisini na Bathsheba, lakini pia Daudi pia aliua Uria kwa kumpangia mstari wa mbele wa vita ili auawe, mke wa yule mama. Kwa hivyo kwa sababu hiyo Mungu akachukizwa na Daudi. Sasa katika mstari ule wa 32 Daudi chapter 32 Daudi anaelezea consequences. Anaelezea madhara ya kuachwa na Mungu, wakati maana Mungu alikuwa amemwacha.
Kwa hiyo ndio maana katika unapotoka katika 32 unaruka unaenda mpaka 51, unakuta sasa anaomba revival. Maana alishakuwa amekufa, alishakuwa ameachwa, amekauka. Kwa hivyo hapa katika mstari ule wa 32 anataja maasi yake, anataja yale dhambi zake, anataja kilichosababisha akaishi maisha. Akasema Mungu uniumbia, nafikiri ile mstari hiyo umeruka kwenda 51, nataka urudi tena hiyo 32. Anasema hebu enda mstari ule wa kwanza. Naomba tu jamani tuelewane, kwa sababu Daudi anaitisha revival. Maana kitu ya wapendwa, kitu ya muhimu sana watumishi wa Mungu ni kuwa wa kweli. Akasema hebu angalia Daudi mstari ule wa 30 mlango ule wa 32 Zaburi. Anasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Imagine Daudi, unajua I wish ungejiposition vile Daudi alikuwa anasikia kipindi kile. Daudi alikuwa katika hali ya upeke, maana Mungu amemwacha. Wacha nikwambie, watu wanaojua madhara ya kuachwa na Mungu ni watu waliwahi kuwa na Mungu. Watu waliwahi kuwa na Mungu, wakiachwa na Mungu, wakikuelezea ile utupu wanasikia katika roho zao, the emptiness of their spirit. So Daudi hapa anasema, mpaka Daudi anasema heri aliyesamehewa dhambi, because by then David was still condemned na dhambi ilikuwa inamhukumu. Kwa Daudi anasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Maana kilichofukusa revival, nisikize tu, maana kile kinafukusa revival ni dhambi. Wakati dhambi inaingia, na kwa sababu hiyo wacha nikwambie, the reason why right now there is no great revival in the church ni kwa sababu dhambi imeongezeka ndani ya kanisa. Dhambi ilipoinuka, ile ukuu wa Mungu kaondoka. So wakati Daudi aliingia kwa dhambi, Daudi ile ukuu wa Mungu, ile uzuri wa Mungu ikamuondokea. Sasa anasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Hebu sura ule wa pili. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. This is a prayer ambayo Daudi alikuwa na regret sana katika moyo wake. Akasema niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa, kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Sasa anaeleza wakati mkono wa Bwana umekuwa nzito juu yake. Amen. Amen. Maana kuna wakati dhambi inapoingia, kwa njia nyingine pia mkono wa Mungu inakuwa mzito. Sasa Daudi alikuwa anahisi mambo sio ya kawaida. Akasema mkono wako ulinilemea na jasho langu likakauka, hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazini. Yaani na sijui kama nyinyi, sisi ndio tunajua nchi kavu, sisi wachungaji. Maana sisi tunachungaga ng'ombe iliongo na jiroboloti na tieni. Bwana Yesu sasa tenilo raina kopta lambe, unaangalia hivi iroboroba ngop. Daudi akasema hivyo ndivyo nimekuwa kama nchi kavu tangarala mimi. Bwana Yesu sasa, praise the Lord. Na hivyo ndivyo halisia ya mambo kabisa, kwamba wakati uwepo wa Mungu unaondoka, watu wanakauka. Anasema na kulijulisha, anamwambia Mungu, nilikujulisha dhambi yangu. Maana Daudi usuri ni mtu, what is wrong with this screen? Bwana Yesu sasa, nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotofu wangu. Daudi akasema Bwana nilikujulisha, nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Praise the Lord. Wewe nilitaka tu kidogo nikueleze pale, kwa sababu ni vizuri tuelewe kwamba kwa nini Daudi anaomba revival. Kwa nini wana nani? Wa Kora wanaomba revival. Bwana Yesu sio sana. Haleluya. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna mabadiliko wanaona. Kuna utofauti wanaona. Na unajua hakuna kitu mbaya kama kuona mambo sio mazuri na bado unafurahia ya kwamba iendelee hivyo. Praise the Lord. Hallelujah. So, kwa hiyo Daudi
Daudi anamwambia Bwana, naomba tena uniumbie moyo safi na ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ninaomba Bwana ainue tena roho zilizotulia. Ainue tena roho zilizotulia. Wale waombezi waliotulia, wale wahubiri waliotulia, wale wazee wa maono waliotulia, wale watu walionapenda kazi ya Mungu, wale watu kama Nehemia. Bwana wainue roho zetu kwa jina la Yesu. Hebu tupigie Bwana shangwe na vigelegele. Kwa hivyo kuna personal. Kwa hivyo Daudi hapa alikuwa anaomba revival ya kibinafsi. Kwa hivyo kuna wakati, wacha nikwambie, pamoja kwamba tunataka kanisa pia iwe na revival, lakini kuna wakati pia sio makosa kuomba revival ya kwako. Amen. Kuomba revival ya nini? Maana kuna kitu inaitwa personal revival. Tunaomba revival ya kanisa, lakini pia tunaomba revival ya mtu binafsi. Ya mtu mwingine ambaye alipokea revival ya kibinafsi ni mtu ambaye anaitwa Yakobo. Sema Yakobo. Yakobo. Kitabu cha Mwanzo 32 mstari wake wa 24. Genesis chapter number 32 verse 24 to 30. Busome pale. Yakobo huyu, unajua Yakobo alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Alikuwa mtu conman. Alikuwa mtu conman. Anaitwaje kwa Kiswahili? Tapeli. Na hiyo jina ni ngumu. Tapeli. Sasa alikuwa ni mtu alikuwa anaishi maisha magumu sana. Alitapeli ndugu yake mara 2. Na akaenda tena kuchunga kwa watu na akatapeli tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Japokuwa hata kuna saa alitapeliwa, maana apandacho mtu. Alitapeliwa yeye mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu some pale. Anasema Genesis chapter 32 verse 24. Tukipata mtu anasoma. Wapi leo msomaji wangu? Adam leo unakaaje leo? Yakobo akakaa peke yake. Na mtu mmoja akashindana naye. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye. Naye mweleka hata alfajiri. Akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa amshindi. Naye alipoona ya kwamba hamshindi, alimgusa panapo uvungu. Alimgusa panapo uvungu. Paja lake. Akateguka uvungu wa paja lake. Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende. Maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza. Hapo ndipo mwimbaji alitoa wimbo. Akasema, akamuuliza, Jina lako nani? Akasema, Yakobo. Mimi naitwa Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo. Ila Israeli. Maana umeshindana na Mungu. Na watu. Nawe umeshinda. Unajua alishinda kwanza ndugu yake. Akashinda shemeji yake. Sasa tena hapa amekuja ameshindana na Mungu. Kwa hivyo anapoambiwa hayo ni ukweli kabisa. Nawe umefanya nini? Umeshinda. Yaani Yakobo umeshindana na watu na umeshinda. Na ukashindana na Mungu na umeshinda. Yakobo akamuuliza. Akasema, niambie. Tafadhali. Jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Tuendelee. Yakobo akapaita mahali pale alipobarikiwa Penueli. Akaita Penueli. Maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso. Na nafsi yangu imeokoka. Sema haleluya. Huyu ni mtu anaitwa Yakobo. Alipokuwa anarudi kutoka nchi ya ugenini, anarudi kwenda kwao baada ya miaka nafikiri 20. Na unakumbuka kwamba alipotoka kwao alikosana na ndugu yake Esau, maana alimdanganya akachukua urithi wa kwanza, na akadanganya tena akachukua baraka ya uzao wa kwanza. Kwa hivyo huyu akawa hata alipokuwa anarudi
ana hofu ya kuuawa na Esau. Sasa anarudi na wake wote wawili, Lea na Rachel, na mifugo aliyochukua kwa Laban. Sasa anaondoka, anarudi kuelekea kwao nyumbani. Lakini moyoni mwake alikuwa na uoga ya kukabiliana na Esau. Lakini walipofika mahali, maandiko yanasema usiku ule wakashindana na malaika mwereka usiku mzima. Na kulipopambasuka, maana Daudi huyu mtu alikuwa mtu wa ajabu sana. Anashindana anashindana nani? Anashindana na Mungu usiku mzima. Na ulipopambasuka mwambie niachie niende. Akasema huniachi mpaka utakaponibariki. Sikuachi. Kamwambia jina lako na akasema mimi naitwa Yakobo. Akasema kutoka sasa hutaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Na ndio maana taifa zote, makabila 12 ya Israeli ilitokea ndani ya Yakobo. Baada tu ya kubarikiwa, ile jamii 12 ya Israeli ikatokea kwake. Maana amebarikiwa, amekutana na revival. Mtu ambaye alikuwa tapeli akawa baba wa mataifa. Mtu ambaye alikuwa mnyang'anyi akawa mtu ambaye anaitwa baba wa baraka. Anaitwa mtu anayebeba neema, maana amekutana na revival, amekutana na nguvu za Bwana. Inawezekana mtu mmoja akakutana na Mungu, maisha yake ikabadilika. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu, sema natamani kukutana na nguvu zako kama alivyokutana Yakobo na nguvu za Bwana katika eneo inaitwa Penueli. Na sisi katika mji huu wa Kemana, Bwana, tunaomba tukutane na hiyo nguvu ili utubariki, maisha yetu ibadilike. Sema haleluya. Huyu anaitwa Yakobo, anapokea kitu inaitwa personal revival. Hapa alikuwa na watu, lakini hapa alipokuwa anapambana na Mungu alikuwa peke yake. Lakini kumbuka kwamba alikuwa na watoto, alikuwa na mke, alikuwa amewafukisha wote mto na yeye akarudi. Kupambana kutafuta kitu kinaitwa personal encounter. Personal encounter with God. You can encounter God as an individual. Unaweza kutana na Mungu kama mtu binafsi. Ninakuombea mtumishi wa Bwana ulio katika nyumba hii siku ya leo, na mimi ninayokuhubiria, tukakutane na Mungu on a personal level, tukakutane na Mungu as a personal encounter katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Inawezekana mtu akawa na Mungu, hata mkasema ile kanisa haina Mungu, mkashangaa ndani ya hiyo kanisa kuna mtu mmoja aliye na encounter na Mungu. Kwa hivyo kuna personal revival, kuna ufufuo, revival ya mtu binafsi. Huyu Yakobo anapatana na personal revival. Mtu mwingine anaitwa Peter. Sema Peter. Sema Petero. Petero huyu kwa sababu ya hofu ya kuuawa akakana Yesu. Lakini unaposoma Luka ule mlango wake wa 22 mstari wa 61 na 62, Luke chapter 22 verse 61 and 62, tunakutana ya kwamba baadaye Petero anarejeshwa tena nguvu. Petro, ile uwepo wa Mungu tena inamuingia, kwa sababu huwezi kana Mungu ukiwa na Mungu. Ni kweli mazingara yale yalikuwa mabaya, lakini ni kwa sababu kuna vile hali fulani pia ambaye labda ile uungu iliondoka. Lakini kwa dakika chache, na ndipo Yesu alimwambia Petero, shetani ameomba kuwapepeta, lakini nimekuombea imani yako isitindike. Utakapoimarika, imarisha na ndugu zako. Anasema Bwana akageuka akamtazama Petero. Hapa ni wakati Yesu alikamatwa, alikuwa anapigwa na teswa, na Petro alikuwa amemkana mara ya 3. Baada ya hipo tu Yesu akageuka. Maandiko yanasema Bwana akageuka akamtazama Petero. Petero alikumbuka lile neno la Bwana jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa machozi. Revival ikamrudia, uungu ukamrudia. Maandiko yanasema alipokumbuka akalia machozi. Maana hakutaka kukaa na Mungu, lakini alilemewa na nguvu, alilemewa akawa mdhaifu. Lakini kwa muda mchache nguvu zikarudi. Ziliporudi akamulilia Bwana.
maana alimwambia Lord. Na unajua kwamba Yesu alimwambia Simeoni wa Yohane, je, wanipenda? Mara 3. Haleluya. So anarejeshwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mtu personal revival. Mtu mwingine anaitwa Sauli. Sema Sauli. Najua nakuonyesha leo nakuonyesha tu ile, alafu kesho nitaingia aina ya pili ya revival ambayo inaitwa church revival tomorrow. Lakini leo nataka nikuambie kwamba kuna revival ya mtu binafsi. Sasa huyu mtu anaitwa Saul, kitabu cha Matendo ya Mtume mlango ule wa 9 kuanzia mstari wake wa kwanza na kuteremka mpaka 22 utasoma. Sasa huyu Paulo anaondoka kwenda Dameski kutesa wateule kule Dameski. Akiwa njiani anakutana na power. Praise the Lord. Anakutana, mwambie mtu akakutana na revival. Jamaa akapigwa chini pa. Akasikia Sauli, 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 Sauli. Akasema wale niliokuwa na wao. Sijui kama hawakusikia sauti. Bwana Yesu sio sana. Wakapigwa chini. Akasema Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Akasema wewe nani? Akasema wewe, mimi ndiye Kristo unayemtesa. Na kutoka hapo ndio Paulo akakutana na nguvu za Mungu, na kutoka hapo Paulo baada ya kuombewa na mtumishi wa Mungu Anania, Paulo akaenda kuwa mtume wa Injili. Maana ule mtu alikuwa muuaji akabadilishwa na nguvu za Mungu akawa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo hakukutana na nguvu za Mungu kama kanisa. Alikutana kama mtu binafsi. Akasema hata wale niliokuwa na wao akasema na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti wasione mtu. Amen. Wasione nini? Mtu. Lakini yeye anatokewa kabisa kwamba mimi ndiye Kristo unayemtesa. Sasa imagine hawa wengine hawakupata hiyo encounter, hapana. Ilikuwa ya mtu binafsi, maana huyu ndio mlengwa, huyu ndiye alikuwa anatafutwa. Naomba Bwana akutane na mtu kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana akutana na maisha yangu pia. Usikutane tu na Mungu vile Mungu amekutana na Mungu. Yaani walienda wengi, maana alikuwa na grupu yake. Lakini ni mmoja alitokewa na Bwana, na ni mmoja alibadilishwa, na huyo mmoja akaenda kuamsha na wengine. Praise the Lord. Bwana akufanye uwe kuni ya revival, uwe kama kala moto unaobeba revival, upelekee na wengine. Sema haleluya. Sema haleluya. Inawezekana mtu akapata revival kama mtu binafsi. Naomba Bwana akakufufue kwa jina la Bwana. Naomba Bwana akakufufue kwa jina la Yesu. Hebu naweza sema hii ya mwisho, alafu tuweze kuomba na Bwana atatubariki. Mtu mwingine anaitwa Isaya. Sema Isaya nabii. Na Isaya anakutana na Mungu kabisa kama mtu binafsi. Kitabu cha Isaya mlango ule wa 6, tuanze mstari wa kwanza na kuteremka, alafu tumalizie hapo, tupate dakika 5 kidogo ya kuomba, alafu tuende nyumbani. Kesho tutaingia katika mambo mengine, na Ijumaa nitakuwa na ibada kubwa hapa. Nitakuwa nafanya anointing service hapa siku ya Ijumaa usiku. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Na Bwana atatubariki. Alafu niangalie kama Sunday ibada ya kwanza kama naweza peana mesa ya Bwana. Ibada ya kwanza. So praise the Lord. Akasema in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, higher and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Hebu tupate katika Kiswahili ndio watu wengine pia tuweze kuelewa wote kwa pamoja. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu.
Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema mtakatifu, 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 mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake. Aliaye nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, angalia sasa, baada ya kukutana na revival akasema hivi: Ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Hebu simama pale kidogo. Unakumbuka kwamba nilikwambia kwamba dalili ya kuonyesha revival imekuja ni kwamba watu wanatubu dhambi zao sincerely. So baada ya huyu mtu tu, and this is a prophet, baada tu ya kukutana na revival, anajutia makosa yake. Akasema, kwa sababu mimi ni mtu mwenye mdomo mchafu. Na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Thank you. Hebu tuachie hapa. Hebu angalia, huyu anaitwa Isaya nabii. Na huyu Isaya huyu, hapo ndipo kulitokea naye mabadiliko katika maisha ya Isaya. Maana ndiye alikutana na encounter isiyo ya kawaida. Akasema ya kwamba katika mwaka ule aliokufa Uzia ndipo nilipomwona Bwana. Anaeleza kipindi ambayo alikutana na nguvu zilizobadilisha maisha yake. Maana baadaye anasema, na mara ile malaika mmoja akaja na kaa la moto akaniekelea kwa kinywa changu. Wewe, huyu mtu anaitwa Isaya anakutana na personal revival na Mungu. Mpaka mwenyewe akasema, ole wangu, mama, mimi ni mtu wa midomo michafu, nami naishi ndani ya watu wabaya, nami nimemwona Bwana. Akamuona Bwana, maana Bwana amemtokea. Akaketi akasema, nikamwona Bwana akiketi katika kiti chake cha enzi. Nikasema, ole wangu mwanadamu. Praise the Lord. Unajua, wakati mmoja, nitasema tu ushuhuda huu nimalizie. Nilikuwa nalala pale kanisani, kule kanisani kwetu. Kwa nalala karibu na madhabahu. Kipindi tu ndio tunaanza. Kawa nimeishi nikilala hapo. Usiku moja nikaona kitu cha ajabu sana, na hiyo picha mpaka leo iko tu kwa fikira zangu, na niliwahi shuhudia tu pena hapo. Nikaona kiti hicho, kiti kikubwa kizuri, rembo ya ajabu. Sijawahi ona vitu niliona siku hiyo. Sijawahi ona kitu kama namna hiyo. Na iko na sako 3. Sako 3. Kuna sako ile ya nje, ya pili na ya ndani. Baada ya kuona, nikaonyeshwa mambo ya ajabu. Nikasikia sauti kaniambia, hiki ndicho kiti cha Mungu. Nikastuka, maana sijawahi ona vitu kama hiyo. Lakini nikauliza ule alikuwa ananionyesha, na je, kuna watu waliwahi onyeshwa? Akanipeleka kwa kitabu hiki cha Isaya. I remember very well that particular time. Na mpaka sasa picha hiyo iko ndani ya akili yangu na moyo wangu. Ilikuwa saa 9 usiku, nalala katika madhabahu. Wa Isaya akasema, nikaona Bwana, na akaeleza kabisa jinsi alivyoona kile kiti cha enzi na yale maserafi na magerubi wanaozunguka pale. Ndicho nilichokiona. Na nashangaa mimi mtu wa juzi, lakini napeleka naambia, ndio wako watu wengine kama Isaya walioonyeshwa mambo haya. Nikasema, ole wangu mwanadamu, maana nimemwona Bwana. Inawezekana mtu binafsi akakutana na Mungu. Ninakuombea ukakutane na Bwana. Hebu simama kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba kila mmoja wetu akakutane na nguvu za Bwana. Naomba unapokuwa nyumbani kwako, unapokuwa shambani, unajua Mungu anaweza kutokea popote. Let me tell you, can encounter the glory and the revival popote pale Mungu atakapoamua. Mimi nakumbuka kwamba nilijazwa Roho Mtakatifu, nilijazwa nguvu za Mungu tukiwa kwa nyumba. Tulikuwa kanyumba kadogo. Ilikuwa saa 7 mchana. Tukanena masaa mingi sana. Ndio siku ya kwanza nakumbuka nikinena kwa lugha. Hakukuwa kwa ibada, ilikuwa tuko tu kwa nyumba. Mungu akatokea all of a sudden. Pa! Timi za moto. Inawezekana Mungu akatokea mtu. Hata nyumbani kwako inawezekana akakutokea. Hata kwa kitanda yako, hata shambani, hata mahali upo, anaweza kwa kutokea. Alitokea Sauli kwa njia, akatokea Yakobo porini, anaweza akatokea mtu popote pale. Sema Bwana naomba ukanitokee. Sema Bwana naomba revival. Sema Bwana naomba. Hebu kwa dakika 1-2, hebu fungua kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu, nimelihubiri neno lako kwa watu wako. Tunaomba revival. We pray for personal revival in the mighty name of Jesus. I pray for personal revival. I pray for personal revival. Naomba Bwana, I need a personal encounter with God. I am praying for your dear sons who are here. Let them have personal encounter with God. Jacob encounter you personally. Father, we pray today. We pray tonight, Lord. We pray in our revival tonight. May we encounter the glory of God. May we encounter the presence of God. May we encounter the power of God in the mighty name of Jesus. Naomba Bwana tukakutane na uwepo wa Mungu. Tukakutane Bwana kama mtu binafsi katika maisha yetu. Naomba Bwana nikakutane na ile uwepo ambayo Daudi ambaye alikutana nayo, ile uwepo ambayo Yakobo alikutana naye, ikambadilishia maisha, akatoka kuwa mtu mtapeli akaitwa Israeli mbarikiwa. Naomba Bwana wa majeshi, ile nguvu ambayo ilibadilisha Sauli ambaye alikuwa muuaji akawa mhubiri. Naomba Bwana, ninaomba hiyo nguvu usiku wa leo ikashukie mtu usiku wa leo. Naomba Bwana hiyo nguvu ambayo inaleta revival, ambayo ilifanya wazee wetu waliotutangulia wakabeba revival, wakabeba nguvu za Bwana, maana hiyo power imewashukia. Naomba hiyo nguvu ishukie huyu mama, ikashukie kijana, ikashukie mzee, ikashukie mtu yoyote hapa ambaye moyo wake umefunguliwa kwa Bwana. Naomba revival Jehova. Tunaomba watu ambao wanabeba revival ndani yao, watu ambao wanabeba revival, watu ambao wanabeba revival. Tunakataa kuwa Wakristo wa kawaida, watu ambao ndani yao hakuna Mungu, ndani yao hakuna uungu, ndani yao watu ambao hakuna nguvu za Bwana. Usiku wa leo Jehova, usiku wa leo Adonai, usiku wa leo Elohima, usiku wa leo Jehova Jireh, ninaomba power Bwana. Tunaomba tukakutane na nguvu kama mtu binafsi. Naombea Bwana wateule watumishi wako Bwana, wakutane na nguvu za Bwana, wakutane na ile uwepo wa Mungu ambayo inaleta revival. Yakobo akasema sitakuacha hadi utakaponibariki, na kutoka hapo maisha yake yakabadilika, maisha ya Yakobo ikabadilika. Akatoa makabila 12 ya Israeli, akawa anaitwa Yakobo mbarikiwa, maana amekutana na revival. Baba, naomba tukutane na revival. Hebu kutana na mtu njiani kama ulivyokuta Sauli njiani. Hebu kutana na mtu kwa barabara. Hebu kutana na mtu kwa nyumba yake. Hebu kutana na mtu. Isaya anasema, mwaka ule alipokufa Uzia, ndipo nilipomuona Bwana akiketi katika kiti chake cha enzi. Jehova, ninakushukuru rafiki yangu, ninakushukuru. Naomba revival, naomba nikakuone, naomba nikakuone Baba, naomba nikakuone. Naomba watu hawa Bwana uwatokee kwa nguvu zako, uwatokee wakuone wewe. Hakuna mtu aliyai kuona na maisha yake ikabaki kama kawaida. Wote uliowatokea maisha yao ilibadilika, maisha yao ilibadilika. Bwana ututokee. Naomba hiyo nguvu kutoka mbinguni, naomba hiyo
roho kutoka mbinguni ikashuke sasa. Rimala babosaya, naomba hiyo roho, shusha hiyo roho, shusha hiyo roho, shusha hiyo roho sasa. Baba, shusha roho, shusha roho wako. Hebu shusha roho ikakalie mtu, shusha hiyo nguvu ikakalie juu ya mtu. Wapendwa, ninahisi nguvu sio ya kawaida, ninahisi kuna nguvu inatembea, nahisi nguvu ndani ya nyumba hii, nahisi kuna nguvu, nahisi kuna nguvu ambayo inatembea kwa jina la Yesu. I am feeling that power now, I am feeling that power now. Rika Roseka parada sheterebo sintarababosaya lintalamasekarabasaya. I'm feeling the anointing of the Holy Spirit now. I'm feeling the power now. I'm feeling the power now. Ninahisi kuna nguvu ambayo inashuka kukalia watu, inashuka kukalia watu. Naomba hiyo nguvu ikalie watu, naomba hiyo nguvu. Rabose karabayanda sheleborosi karabasa lepe parato ninasaya. In the mighty name of Jesus, I pray for that power, I pray for that anointing, I pray for that glory, I pray for the move of God, I pray for the move of God in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wapendwa, kuna nguvu inaachiliwa, kuna nguvu inaachiliwa ndani ya watu. Kuna watu wanapokea nguvu, kuna watu mishipa yao, kuna watu wanahisi joto, kuna watu wanahisi nguvu sio ya kawaida kwa mikono yao. In the name of Jesus, now receive the power now, receive the power now, receive the revival. Achilia hiyo roho ya revival, hiyo roho ya revival, hiyo roho ya kupenda Mungu, hiyo roho ya kupenda Bwana, hiyo roho ya kupenda neno la Mungu, hiyo roho ya kuheshimu Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yala masakarabasia, in the mighty name of Jesus. Lintele seka parasorina rama shelelebo saka parado riterama lainde bosia fepolo saikata kaimoto ritelai leto sakadia yantoiri na so ramasika rababosaya sheteli masantori makanda. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, I pray for revival, I pray for revival in our city, I pray for revival in our nation, I pray for revival in our heart. Katika jina la Yesu, watu waamushwe. Baba, amusha watu. Maana wewe unasema, Daudi anasema, Bwana ufanye upya moyo, roho iliyotulia ndani yangu. Naomba roho zilizotulia zikafanye upya, zikafanye upya katika jina la Yesu Kristo. Naomba watu roho zao zikainuliwe. Limama kasakabarisa shepoko saila rilaya sei sheila laila masekaradao katoriza paranantolina enteila sokoba shiparosia nanaya lesei furosa kada. Katika jina la Yesu, naona ufufuo, watu wanaamushwa, naona watu wanaamushwa majuto ya imani, watu ambayo kuna watu wanainuliwa, kuna watu wanapewa nguvu mpya, kuna watu roho zinaamushwa tena. Ninaona kuna watu wanaamushwa roho, ninaona kuna watu wanaamushwa, watu ambayo wamekuwa kwa usingizi, majuto ya imani, giant of faith, men and women of God, giant of faith are being raised up again, are being revived again in the name of Jesus. Watu wanainuliwa ambayo watatumikia Mungu kiwango ambayo hawajawahi onekana. Watu ambayo wanainuliwa wanapewa nguvu ya kutumikia Mungu, watapewa neema isiyo ya kawaida, maana kuna nguvu inapeanwa na Bwana. Wapendwa, ninahisi sauti ya Bwana ikiniambia wiki hii kuna watu wanaachiliwa na Bwana, kuna watu ambao wataachiliwa vipawa vipya ndani yao. Bwana ananiambia, nahisi roho wa Bwana akinizungumzia katika revival hizi. Kuna watu wanapewa nguvu mpya, kuna watu wanaenda kuwa revival, kuna watu ile upendo wa Mungu, ile upendo ya kupenda Mungu inaenda kuinuliwa tena upya ndani yao. Thank you Father. Lisa kabasie rama shaila katosi farana rapese kedei latila maporakadina nentela sofarasita zefolo saika
pirosaitele tilai prosata nekarosia rifopalia taile ritoranaya entoliza saitekaya kaposaila lei purosaide katila foi sheka paraso rekatoi tailabo saile mato nenaira sei forosa kadita katika jina la Yesu. Rise men of faith in this church, Lord. Bwana, inua watu, inua majitu ya imani, inua wamama ambayo watabeba upako na nguvu, inua wazee ambayo watabeba mafuta ya Mungu, inua vijana ambao watabeba upako, watabeba roho wa Bwana katika jina la Yesu. I love you, Lord. Raba sakaramasa. Naomba watu hawa watokee njiani, watokee wakiwa makwao, watokee wakilala, wapokee spirit ya Mungu ndani yao. Thank you, Jesus. Hallelujah. Unashuka utukufu wa Bwana unashuka, watu wake Yesu wakimuomba Bwana, utukufu wa Bwana unashuka, 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 utukufu wa Bwana unashuka, watu wake Yesu wakimuomba Bwana, utukufu wa Bwana unashuka, watembea, utukufu wa Bwana watembea, watu wake Yesu wakimuomba Bwana, utukufu wa Bwana unashuka. Hallelujah. Lord, I thank you. I have ministered your word unto thy people. I'm just a vessel in your hands, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you for those who are here, and for those who are watching wherever they are. May your word have a way in our heart, Lord. Let the glory and the anointing and the presence of God be manifested in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, let us say amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajizuia kidogo, tungoje Friday tuweze kujimwaga kwa Bwana. But I want to tell you, tangu Monday tumehisi uwepo usio wa kawaida. Amen. Nami nilisema niko tayari. Wale watakuja ndio nitawahudumia. Amen. Nami nitakuwa nimemaliza nafasi yangu. God is ready to speak. Mungu ako tayari kwenda na wale walio tayari kwenda. Wapendwa, kupata Mungu sio rahisi. Leo hii ukitaka kuonana na mtu yeyote mkubwa na akakupa hata appointment ya usiku, hiyo usiku watu watapatikana. Sababu kwa nini watu wengi sasa hawana Mungu? Watu wanatafuta Mungu masaa ile wao wako free.
ndio wanatafuta. So Mungu amewekwa kwa masaa yao, wakati hawana kitu yoyote ya kufanya. Sasa hapo ndio Mungu anawekwa, na hiyo masaa naye ikawa Mungu hayuko. Mungu anakusudiwa kutafutwa, na ndio maana nimesema meza ya Bwana Mungu akiniruhusu nitapeana kwa ibada ya kwanza, maana haikuagi ya watu wote, ni ya wale wanaotaka, na kama watataka watatafuta kuipata. Haleluya. Atupati Mungu saa ile sisi tunamtaka. Mungu anapatikana saa ile yeye anataka. Ni kweli ama si kweli? Unajua sisi wachungaji tunaweza fariji washirika, tunaweza tukawadanganya, lakini maneno ya kitabu hiki haitawahi badilika. Naweza nikuambie enda saa ile uko na nafasi ukuji, lakini nimekudanganya. Maana Mungu hakuji kwako kwa sababu uko na nafasi. Anakuja kwa sababu alipanga kukuja ile saa yeye anataka. Mtu mkubwa apangiwagu masaa. So sijui kama atakuja leo na akose kuja Jumapili ama akuje kesho, sijui. Lakini tutakaa kumngoja. Amen. Sema nitakaa kumngoja. Ile saa atakuja atanipata. So nataka tushike sadaka zetu tuweze kumtolea Bwana dhabihu zetu, tumalize ibada yetu, alafu tutabarikiwa na Bwana. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana naomba lete sadaka yako tu. Wala wako naye lete tu. Utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha Nizame kuoshwa humo, msifu na kwa hiyo nimepata utakaso. Nataka niombe kwa sababu ya sadaka zetu, alafu Bwana wa mbinguni atatubariki. Asante sana missionary wetu. Tumefurahi sana kukuona baba katika revival, na Mungu akuongezee miaka. Hebu basi tuinue mikono yetu tuombe. Wale mnatoa kwa njia ya mtandao, marafiki zetu ambayo mlifuatilia ibada hii, pengine pia unaweza ukahisi kabisa kwamba unaweza jiunga nasi katika sehemu pia ya matoleo. Account yetu iko hapo, paybill number 247247, account number 655991. Ikiwa utahisi moyoni mwako kushiriki pia katika ibada hiyo, basi unaweza pia kufanya hivyo na utabarikiwa na Bwana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumekuja katika nyumba ya ibada baada ya shughuli za mchana kuja kusema asante. Asante kwa mteule mtumishi wako huyu ambaye amekuwa nasi katika ibada hii. Mungu, wengine hapa tumekuwa tangu siku ya Jumatatu, tungali tunakungoja tu. Mioyo yetu ni kwamba sisi tuko tayari tukukungoja, na tuna haja ya kukuona Masia katika jina la Bwana. Tunaomba revival. Asante kwa matoleo tulioleta katika nyumba ya Bwana. Tunaomba ya kwamba kubali matoleo yetu kwa utukufu wa jina la Yesu, na kanisa lote waseme amina. Amen. Mungu awabariki sana.
And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom, shalom. Kesho kuja na mtu katika ibada na tutamaliza siku ya Friday na Mungu wa mbinguni atatubariki. Asante. God bless you.